Rais wa Marekani Bwana Donald Trump anatafuta takribani dola bilioni 350 kwa ajili ya matumizi ya kijeshi. Rais huyo wa Marekani anataka kuongeza fedha za matumizi ya kijeshi kufikia dola bilioni 350. Rais huyo wa Marekani Bwana Trump amewataka wa Republican katika bunge la Congress kupitisha kifurushi cha matumizi ya kijeshi cha dola bilioni 350 ambacho pia kitaweka sheria mpya za kimataifa za kupiga kura kabla ya uchaguzi wa katikati ya muhula. Katika chapisho la Truth Social mnamo jana Alhamisi, rais huyo wa Marekani aliwataka wabunge kuhama mara moja kwenye kile alichokita Recon 3.0, mswada mpya wa bajeti ambao wa Republican wanatarajia kupitisha bila uungwaji mkono wa kidemokrasia. Trump alisema fedha hizo zinahitajika ili kuleta bajeti ya kijeshi ya Marekani kufikia dola trilioni 1.5 na kujenga safu ya uhuru. Alisema kifurushi hicho kitafadhili ngao ya kombora la Golden Dome, lakini pia ndege za kivita za F-47, lakini pia bomu la B-21 na ndege zisizokuwa na rubani, uwezo wa kijeshi wa anga za juu na hifadhi mpya za risasi pamoja na makombora mengine. Hata hivyo, ndege nyingi za B-2 pamoja na ndege zile za F-47 ambazo ni kutoka katika makampuni ya Lockheed Martin ni kwamba zimekuwa na ufanisi wa hali ya juu katika kipindi cha vita, lakini zimetumika kwa wingi na ni kwamba ni zenye gharama kubwa, na ni kwamba wakati huu zinahitajika kuwepo kwa wingi kwa sababu zilitumika mara nyingi katika vita vilivyoendelea huko Mashariki ya Kati, hasa wakati Marekani imejiunga na Israel katika mashambulizi yake dhidi ya Iran. Rais huyo alisema kuwa mswada wa matumizi ungeunda mamia kwa maelfu ya kazi za Marekani zinazolipa sana, kujenga upya sekta ya Marekani na kupata utawala wa kimataifa bila kuchochea mfumuko wa bei. Mfumuko huo unakuja baada ya vita vya Marekani dhidi ya Iran na uungwaji mkono wa kijeshi wa miaka mingi kwa Ukraine kuathiri ugavi wa silaha za Marekani, huku kituo cha mafunzo cha kimkakati cha kimataifa kikisema inaweza kuchukua miaka 3 au zaidi kuchukua nafasi ya makombora ya hali ya juu ambayo yametumika ndani ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Rais huyo pia aliandika kwamba mswada huo utajumuisha sheria ya Save America ambayo itaimarisha hatua za usalama wa uchaguzi na kuwataka wapiga kura wote kuonesha kitambulisho na cha picha na uthibitisho wa uraia wa Marekani. Pia ingepiga marufuku kura za barua pepe isipokuwa katika hali za ugonjwa, ulemavu, huduma za kijamii au usafiri. Tofauti na nchi nyingi, sheria za kupiga kura nchini Marekani hutofautiana kulingana na jimbo, na baadhi bado huruhusu watu kupiga kura bila kuonyesha kitambulisho chochote cha picha au uthibitisho wa uraia. Sheria hizo zilizolegea zimeibua wasiwasi mara kwa mara juu ya uwezekano wa udanganyifu wa kupiga kura, huku wa Republican wakidai ukaguzi wa lazima wa vitambulisho nchini kote. Wademokrasia wanasema mahitaji kama haya yatafanya upigaji kura kuwa mgumu kwa raia wanaostahiki. Rais Trump alisema sheria ya Okoa Amerika pia itapiga marufuku wanaume kujitoa kwenye michezo ya wanawake na kupiga marufuku upasuaji wa ukatashaji wa jinsia kwa watoto. Walakini sheria hiyo bado inakabiliwa na vizuizi vikubwa pamoja na ndani ya chama cha Trump mwenyewe. Viongozi wakuu wa Republican wamehoji iwapo bunge la Congress linaweza kupitisha mswada mwingine mkubwa wa bajeti kabla ya kipindi cha kati, huku kiongozi wa wengi katika Senate John Thune akisema sheria ya Save America haina kura zinazohitajika chini ya sheria za kawaida. Wahafidhina wanaweza pia kudai kupunguzwa kwa matumizi ili kukabiliana na ongezeko la kijeshi la dola bilioni 350. Endelea kutufuatilia mtazamaji, lakini nikusihi usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii upate habari hizi kwa mapana kupitia hapa The World News. Naitwa Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.